madeni, lakini limekuwa ni wimbo wa taifa, limekuwa ni wimbo wa Wakristo, limekuwa ni wimbo hadi la watumishi wa Mungu. Watu wanadaiwa sana. Madeni yanapelekea watu wajiuze. Madeni yanapelekea watu wawe na msongo wa mawazo na wengine kufa. Madeni yanapelekea watoto wengi kuwa yatima, baba zao wamekufa kwa sababu ya madeni. Madeni yanapelekea watu nyumba zao kupotea, biashara zao kufa. Yani vurugu mechi. Hii kitu kinachoitwa madeni. Sasa tafadhali naomba unisikilize vizuri. Haya maarifa yatakusaidia sana. Kwanza unabidi uelewe kabisa nini maana ya deni. Deni ni ile hali ya kuchukua kitu cha mtu kwa makubaliano ya kukilipa. Ni ile hali ya kuchukua kitu cha mtu kwa makubaliano ya kukilipa. Kwa yoyote anayedaiwa aliwahi kuchukua kitu cha mtu na akaahidi atakilipa. Sasa ukifika wakati wa kulipa kile ambacho alikichukua, yule mtu anakuwa hana kile alichokichukua. Kwa hiyo yule mwenye kitu chake anayesubiri anaanza kumhesabia kwamba anamdai. Inawezekana umewahi kukopa pesa ya mtu ukiwa una nia kabisa ya kulipa, lakini wakati wa kulipa umefika, umeshindwa kulipa, umehesabika kuwa unadaiwa. Uliwahi kopa kiwanja cha mtu, simu ya mtu, TV ya mtu, na kulipa umeshindwa. Inafika wakati sasa hivi swala la kukopa limekuwa ni jambo la kawaida na watu hawaogopi, bila kujua nyuma ya madeni kumebeba nini. Sasa hivi kwa huku Tanzania ukitembea barabarani, watu utasikia wanakopeshana simu. Hawajui nyuma ya kukopa ile simu kumebeba nini. Sasa hivi watu wanakopeshana mpaka viwanja, magari. Hawajui nyuma ya kukopa kumebeba nini. Ngoja nikwambie, ingekuwa kukopa ni kitu kizuri, Mungu asingewaonya wana wa Israeli kwamba wakifika nchi ya ahadi wasikope bali wakopeshe. Tuliompokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tunatakiwa sisi kuwakopesha watu wa mataifa na sio watu wa mataifa watukopeshe sisi. Ubaya zaidi, roho ya madeni imeingia hadi makanisani. Mtumishi wa Mungu unahubiri madhabahuni, unaogopa kukemea dhambi kwa watu baadhi fulani kwa sababu unajua uliwaombaga hela, uliwakopaga hela ili upeleke mwanao shule. Kwa unaona hata kikosea ukimkemea, ukimsema, atakumbusha hela yake na wewe hela kumlipa una. Na mimi ninachokiongea kinakuhusu, kinakuuma. Kama sio kwako basi kwa mchungaji wako, unajikaza tu. Sasa hayo maumivu unayoyasikia ndo neema ya ukombozi inaanza kufanya kazi. Kama nilivyotafsiri maana ya madeni. Sasa naomba nikwambie nyuma ya kila deni kuna nini. Nyuma ya kila deni kwa kitu kinachoitwa roho. Roho ni nguvu ifanyayo kazi katika mwili. Narudia tena, nyuma ya kila deni kuna roho. Roho ni nini? Roho ni nguvu ifanyayo kazi katika mwili. Mtu anapoingiliwa na nguvu fulani, ili ile nguvu ifanye kazi inahitaji mwili. Kwa nyuma ya kila deni kuna nguvu iliyo ndani yako. Wewe unayekopa, kuna nguvu iko ndani yako. Wewe unayeazima hela, kuna nguvu iko ndani yako. Na ndio maana 100% ya watu wanaokopa ni 10% au 20% tu ndio ambao wanalipa madeni kwa wakati na wananufaika na kukopa kule. Lakini 80% ya watu wanaokopa, zile fedha zinaishia kwenye unnecessary issues au issue ambazo hazina msingi. Tena najikuta muda mwingine analimbukiza madeni kwa sababu anakopa hela ili alipe deni, akiamini anatatua tatizo, kumbe anaongeza deni la pili. Kwa hiyo kukopa ni roho kamili. Kukopa ni roho kamili. Na shetani ameiachilia hii roho ya kukopa
ili akufanye wewe uwe mtumwa wa nafsi. Yoyote anayekopa pesa, yoyote mwenye madeni, muangalie vizuri, ni mtumwa wa nafsi. Ananyimwa ujasiri, ananyimwa nguvu ya kufanya maamuzi, ananyimwa nguvu ya kuthubutu, ananyimwa nguvu ya kuendelea, ananyimwa haki ya kupiga hatua. Njoo kwa watumishi wa Mungu. Sasa hivi watumishi wa Mungu hatuwakemei waumini wetu kwa sababu wanatudai, hatuwakemei majirani kwa sababu wanatudai. Kwa tunanyimwa ujasiri wa kuihubiri kweli ya Mungu, kwa sababu hiyo kweli inakulazimisha ukemee dhambi, wakati mfanya dhambi kwenye kanisa ndiyo anayekudai pesa uliopiga mabati kanisani kwako. Sio rahisi wewe kuchomoka hapo, sio rahisi, mwana wa Mungu. Kwa hiyo umekuwa mtumwa. Kwa deni ni vazi la nje, lakini vazi la ndani la deni ni wewe kuwa mtumwa. Maneno haya magumu sana nao yaongea. Anajua nao yaongea na kuumiza, unajikaza tu. Ukisoma kitabu cha Wafalme pale 4 mstari wa kwanza, kuna hadithi moja ambayo mimi nikiisomaga na sisimuka. Mimi nikiisoma tetemeka. Mimi nikiisoma na kosa ujasiri. Naomba nikugusie kidogo. Utasema prophet unaongea nini? Wafalme wa pili mlango wa 4 ule mstari wa kwanza utasoma mpaka wa 7 kwa faida yako. Na hapo chini watu wa media wataandika Wafalme wa pili mlango wa 4 mstari wa kwanza hadi wa 7, utasoma kwa faida yako. Ila mimi nitasoma sehemu. Biblia inasema, moja miongoni mwa wake wa wanafunzi wa manabii akamwendea Elisha akamwambia, mtumishi wako mume wangu amefariki, na kama ujuavyo alikuwa mcha Mungu, oh my Lord, lakini aliyemuia fedha amekuja kutwaa wanangu wawili wawe watumwa wake. Listen this. Awe kuwatwaa wanangu wawili wawe watumwa wake. Kumbe ishu haikuwa pesa kwa yule mwana wa nabii. Ishu ilikuwa namna gani familia ya mwana wa nabii itaingia utumwani. Hiyo ndio ilikuwa ishu. Kwa kumbe nyuma ya madeni kumebeba vazi au roho ya utumwa. Biblia inasema, Elisha akamwambia, sasa nikusaidiaje? Niambie kile ulicho nacho nyumbani. Mama huyo mjane akajibu, mimi mtumishi wako sina kitu chochote ila chupa ndogo ya mafuta. Umeanza kunielewa sasa? Unasema ninakopa tu. Kumbe nyuma ya kukopa kuna roho ya utumwa. Ninaazima tu. Nyuma ya kuazima kuna roho ya utumwa iliyojificha katika vazi linaloitwa madeni. Kwa hiyo yoyote popote unapoenda kukopa, basi unabidi ujikubali kabisa kwamba umekubali kuwa mtumwa wa huyo aliyekukopesha. Oh my Lord, my God. Sijui kama unanielewa vizuri. Ndio hapo unaona mwana wa nabii kwa alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Huyu alimtumikia Mungu kiuaminifu, lakini ndani yake alikubali deni. Kumbe deni lilibadilisha na kufanya kuwa mtumwa. Sasa kwa vile utumwa au kuutumikia yeye, kizazi chake kinabidi kiingie utumwani kwa kosa la kukopa ambalo baba yao mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, alifanya. Unaweza kukopa leo fedha, kumbe unaingiza familia katika utumwa. Wakopa leo fedha ukamwacha mkeo mumeo kwenye utumwa. Wakopa leo fedha ukawa ni mtumwa, wewe na uzao wako. Wewe na uzao wako wote mkawa watumwa. Tumeona hapa. Na ukisoma kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 21, nataka nigusia haraka hapa. Zaburi 37 mstari wa 21, Biblia inasema, asiye na haki hukopa wala halipi, bali mwenye haki ufadhili ukirimu.
Asiye na haki ukopa. Kitendo cha kukubali kukopa, umeiuza haki yako wewe mwenyewe. Ukikubali kudaiwa, umeiuza haki yako wewe mwenyewe. Haki tunayoizungumzia hapa ni haki ya maamuzi, ni haki ya amani, ni haki ya utawala, ni haki ya uongozi. Unaiuza kwa sababu ya madeni. Sasa bila shaka kuna sehemu umenielewa na kuna sehemu imegusa moyo wako, kwa sababu ukijichunguza kabisa vizuri, ukituliza akili, unaungana mimi kwamba wewe ni mtumwa. Si benki na kutesa, benki haikutesi, unanisikiliza?